أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وذهاب أحزاننا كفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا ومالنا وبركة في أرزاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. سبحانك اللهم إنا إذا أسأنا حلمت ورحمت، وإذا أحسنا قبلت وتفضلت، وإذا عصينا سترت وأمهلت، وإذا أذنبنا غفرت وعفوت، وإذا بعدنا دعوت، وإذا قربنا قربت أكثر فأكثر. Mola wetu, utukufu ni wako ya Rabb. Sifa njema zote ni zako. Umetakasika ewe Mola ambaye tunapofanya madhambi, tukafanya makosa, tukaenda kinyume na amri zako, halimta wa rahimta. Badala ya kutuadhibu, badala ya kututia hatiani, kututia nguvuni, wewe unakuwa na huruma nasi na unakuwa mpole kwetu. Alhilmu warrahma min sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa alhalimu wa huwa arrahim. Idha asana, tunapofanya baya, halimta, unakuwa mpole, warahimta, na unakuwa mwenye huruma. Wa idha ahsanna, lakini tunapofanya zuri sasa, tukaitikia amri yako na tukafanya mambo ambayo yanakupendeza, qabilta wa tafaddalta. Usemi kwamba juzi, jana, mwaka jana mlikuwa mnafanya machafu, maovu, mabaya. Sitaki wema hata mmoja kutoka kwenu. Badala yake tukifanya mazuri unayakubali,
na sio kuyakubali tu, unazidisha thawabu. Unatuambia man jaa bilhasanati falahu 10 amthaliha mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat 7 sanabil 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba. Mfano wa wale wenye kutoa mali zao fi sabilillah ni kama mfano wa punje moja iliyozikwa katika ardhi kwa kupandwa ikatoa 100. Ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba, ikatoa vishuke 7, kila katika kishuke kimoja kukawa kuna punje 100. Ndio wema mmoja unaotoa wewe. Ya Rabb, idha ahsanna tafaddalta wa qabilta, unatupa na nyongeza na unakubali wema wetu. Wa idha aswaina, tunapokuasi, amhalta wa satart, wewe unatupa muda. Unasema mja wangu huenda akabadilika, mja wangu huenda akatubu, nampa muda. Kisha sio kumpa muda tu, satart, na unatustiri katika yale yale tunaokuwa aswi nayo, wewe unatustiri, unatukava. Hatujulikani yale tunayokuwa chemba nayo tunafanya nini, tunaonekana wema tunapokuwa na wenzetu. Hii yote ni stara yako ya Rabb. Ukifanya dhambi wewe unatustiri, unapokuwa asi unatustiri na unatupa muda. Wa idha adhnabna, tunapofanya makosa sasa, maasi na madhambi, ghafart wa afaut, tukirudi kwako unatusamehe makosa yetu. Kisha sio kutusamehe tu, unayafuta kabisa mpaka ile athari na alama haionekani. Na sio kuyafuta tu, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, yale madhambi Allah ana uwezo wa kuyabadilisha yakawa ni mathawabu. Lakini idha abadna, tunapokukimbia ewe Mola wetu, da'aut, wewe unatuita, ila fa aina tadhhabun, njoni huku, fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah. Unatuita ya Rabb. Wa idha qarabna wa idha laja'na ilayka, lakini tunapoamua kuja kwako, karabt, wewe unakuja karibu zaidi nasi, unatupokea. Huyo ndio Mola wetu mwenye sifa kama hizi. Bado anatupa uhai na pumzi, bado anatuletea Ramadhani na Ramadhani nyingine tena, bado ametupa maisha tuishi ili tutengeze pale tulipoharibu. Na inshallah Ramadhani hii isiwe ya mwisho katika umri wetu. Mwenyezi Mungu ajalie ni wenye kuzitumia vizuri Ramadhani hizi. Watukufu wa Islam, kama ndio kwanza leo najiunga katika darasa hii, tulikuwa tunazungumzia sababu za mmomonyoko wa maadili na tabia za watoto wetu kuharibika, asbabul inhiraf alkhuluqi inda alawladi wal atfal. Na mumeangalia pamoja nami kuanzia sababu ya kwanza, tukasema alfaqru alladhi yuhayyinu ala ba'd alusar, ule ufukara unaopiga kambi katika baadhi ya familia ni moja katika sababu zenye kuathiri na kubadili maadili kutoka mazuri mpaka yakawa mabaya. Tukasema sababu ya pili, an-nizau washiqaqu baina al-abai wal ummahat, migogoro na magombano, ugomvi unaopatikana tena mbele ya watoto baina ya baba na mama, nayo ni moja katika sababu zenye kuathiri na kubadili maadili ya watoto. Jambo la tatu tukasema ni halatu talaq wa ma yusahibuha min faqrin wa tasharrudin wa dhayaa, ni matukio na matokeo ya talaka zinazotolewa na namna zinavyotolewa na natija ya talaka na kinachofuata baada ya talaka katika ufukara,
na watoto kupotea na mambo kuharibika. Hilo lilikuwa ni jambo la tatu. Na jambo la nne tulisema ni alfaragh alladhi yatahakamu ala alawladi walmurahiqin, zile faragha, nafasi zao namna gani zinawa control watoto na vijana mabarobaro. Na ya tano tukasema alkhilqatu alfasida wa rifaqu su, ni mchanganyiko wa yule mtoto, mchanganyiko mbaya na kuwa na marafiki waovu wanaopelekea yale mafunzo ambayo unafunzwa na wazazi wako yote yakawa yanabadilishwa na kufutwa na kuondoshwa na wale marafiki wako wapi ambao ni kama wazazi wa pili katika mwelekeo wa maisha. La sita ndio tukasema ni suu muamalati al-abawain, ni namna ya wazazi wawili wanavyotekea, wanavyomlea yule mtoto kwa adhabu, ikawa kama nyumbani kwao ni jela, kutokamana na kile kipigo na muamala mbaya mtoto anaopata kutoka kwa wazazi wake. Nimepatia sawa, sikuruka hata moja. Vizuri sana. Na hizi zote tulizungumza na tukazipa solution zake. Kwa hiyo hili nalisema kwa sababu kila siku katika darsa ima unapata wanafunzi wapya wanajiunga, wanakuwa hawajui kinachoendelea pale. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie haya tunayoyasema yatufae sisi kwanza kabla ya kuwafaa ndugu zangu, sababu daima nasema mzungumzaji ni kama dobi anayepelekewa nguo, wanaye nguo zangu ni chafu sana, zisafishe, akazichukua kwa nia ya kumsafishia mteja wake, lakini baada ya kumaliza kuzisafisha na kufua mikono yake dobi, yeye ndio ikaonekana ni misafi zaidi hata kuliko zile nguo alizopelekewa. Kwa hiyo haya yanatufaa sisi kwanza kabla ya kuwafaa wenzetu. Mwenyezi Mungu ajalie ikhlas katika hayo na yatufae kabla ya kuwafaa wengine. Jana tulizungumza rifaqu su, marafiki wabaya, na tukasema ni wajib ili kupatikane solution, ni wajib kwa wazazi watafute namna ya kuwapelekea watoto wao wakiwa wa kike au wa kiume kuwapata marafiki wazuri. Si vibaya ukaziangalia na kuzikagua familia zilizokuwa karibu nawe na ukasema hii familia ni nzuri, na ndio maana kuna kitu wanakiita family friends, yani hawa ni marafiki, ni familia rafiki, kutokamana na yale wanayoyaona kutoka katika familia hii kwamba yanaendana na wao, ni mazuri, ni watu wazuri, ni watu wanasaidiana. Kwa hiyo na watoto nao wakawa wanajumuika katika kucheza pamoja mara nyingi na kusaidiana katika mambo kadha wa kadha. Jana tukamalizia suali la suu muamalati al-abawain lihaulai al-aulad. Hili hatukulitolea ilaji. Tulizungumza tu kwamba moja katika sababu za kuharibu maadili ya watoto ni baba anavyomlea mtoto au mama anavyomlea mtoto wake. Tukapiga mifano kwamba pale nyumbani ziko bakora na anaonyeshwa zile ngumu, unaziona hizi zote zako hizi. Na zamani kulikuwa kuna vitu kule Mombasa na wanaita vikoto, yani ni minasukwa hivi kamba fulani zile za kusukia majambo zile na mikeka, natengezwa kibati kimoja kizuri hivi kama mkia, kipigwa nacho hicho kinazunguka katika mwili wako alafu unavuta, au mkia wa taa. Silaha zote hizi ni za mtoto, na hizi silaha ulikuwa unazikuta mpaka kwenye madrasa. Kienda pale mwalimu ana likoto lake kubwa hivi, manake kuna kila size, kuna vya watoto kama hawa,
kuna vya watu baligh unayakuta yananing'inia hivi. Sasa mtoto akiliona lile tu anaanza kupapatika, ima atashika adabu yake kweli, lakini pia ima yatakuwa nunda. Na kuna wazee wengi wameacha kusoma madrasa kwa sababu ya hivyo vitu, na wengine walikuwa wanasoma vizuri lakini wametoroka, wakawa watoro kutokana na adhabu nyingi ambazo zilikuwa zinatolewa. Sisi hatusemi kwamba watoto wasitiwe adabu wala wasiadhibiwe, lakini kitu chochote kikipita mipaka, nasema Waarabu, inqalaba ala dhiddi, kinakuwa kimebadilika. Something kikiwa ni kikubwa, too much of something is poisonous. Yani kitu kikizidi mipaka inakuwa kinageuka, kinakuwa tena si kizuri. Hata chakula, kama wewe ukianza kula iftari yako mpaka ukavimbiwa, huwezi tena kuja kusali tarawih, na hususan ikiwa wewe ndio imamu, siku hiyo kutakuwa hakuna tarawih, na kwa sumu kile chakula na kitu chochote, maskhara yakiwa mengi, maneno yakiwa mengi, kila kitu kikiwa kingi kupita kiasi, kinakuwa sicho tena. Kwa hiyo khairul umuri awsatuha, mambo mazuri ni yale ya kati na kati, kama tulivyokuwa sisi. Allah anausifu ummati Muhammad, anasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, sisi umma wasata, mambo yetu la tafrit wala ifrat, hakuna kupindukia mipaka, ghulu, wala hakuna kukidunisha kitu usikipe haki yake, uko kati na kati. Hiyo ndio maana yake. Dini yetu ni dini ya wasata, litakunu shuhadaa ala nnas wa yakuna rasulu alaikum shahida. Kwa hiyo unatakiwa wewe uwe unapima mambo yako yote. Mtoto, ndiyo hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, muru auladakum bisala, waamrisheni watoto wenu kufanyaje? Kusali. Wakiwa na umri wa miaka mingapi? 7 sinin, wakiwa na umri wa miaka 7. Wadribuhum ala tarkiha, ukiona wanaacha wanakuwa matariku sala, ikibidi hizi zimewekwa ni sababu, sio kwa kila watoto, ni wale watakaokuwa wanakiuka baadhi ya, na sio kuwapiga, ni kuwachapa. Na hizo kuwachapa pia isiwe ni kupiga kama unapiga hata mnyama, huyo mnyama ambaye kwamba tunampunda wale, hatutakiwi pia kuwapiga. Tunawapiga uso, tunawapiga, tunatoa alama kana kwamba ndo wewe umeletewa upige tu. La, anasema hata hawa wanalia pia, hata kama ingawa machozi huyaoni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa ni rahma, hakuwahi kuonekana anapiga, si mke, si mtoto, si watu, si katika sahaba zake. Unajua kwamba Mtume amepigana zaidi ya vita 20 lakini hakuua hata mtu mmoja. Katika historia Mtume kaua mtu mmoja tu ndo aliyeuawa kwa mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani anamjua mtu aliyeuliwa na Mtume? Nimpe zawadi. Kwa vijana, sio wazee, vijana. Nani anamjua aliyeuawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nimpe zawadi, tampa 50,000. Leo iftari yake itakuwa nzuri kabisa. Katika hadithi Mtume anasema sharrun nas, tizame kwenye Google, kwa sababu watu siku hizi wanaanza kila kitu wanaangalia kwenye. Tumia kichwa chako sasa, elimu uliyoisoma. Anasema sharrun nasi man qatala nabiyan au qatalahu nabiyun, sema mtu mbaya kweli kweli ni yule aliyemuua mtume au mtume kamuua huyo mtu. Mpaka ifike mtume akuue, we ni mtu hovyo kabisa, kwa sababu mitume sio kazi yako. Ili swali linaonekana ni zito kweli kweli, ni zito sana, kwa sababu hampendi sira ya Bwana Mtume Muhammad. Ubay ibn Khalaf ndo mtu wa pekee aliyeuawa na Bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Uhud. Na ilikuwaje? Yeye alikuwa na farasi wake anamlisha, anasema unaona, hii ni maandalizi ya kwenda kumuua Muhammad. Huyu jamaa ana farasi wake, anamwandaa na silaha yake, anamwandaa, anasema karibuni tu mtasikia Muhammad kafa, la aqtulanna Muhammad, huyu mtamuua mimi. Na alipojitoa kama hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwachieni. Siku alivyokuwa sasa amedhamiria kwenda kumuua Muhammad katika vita vya Uhud, kaonekana huyo, anasema Rasulullah, huyu ameshatiania muda mrefu, lengo lake ni kukuua. Mtume sema mwacheni, nitamuua mimi. Mtume kachukua mikuki ile mirefu kutoka kwa mtu, kamrusha, na angalia, umemscratch au kumuingia kwenye mwili, wala uliscratch tu mwili wake, akadondoka, akaanza kupiga kelele, jamani, kisha niua Muhammad. Hata haukukuchoma, sema maadamu kasema ataniua mimi nitakufa tu. Na kweli kafa, na kile kilicho subhanallah, huyo ndio mtume wetu Muhammad. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma we Muhammad isipokuwa uwe ni huruma kwa watu wote. Ndivyo ndivyokuwa mtume. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Hizi sifa hizi ni za mtume Muhammad. Laqad jaakum rasulun, mtume amekujilieni, mtume min anfusikum, anatokana na nyinyi, azizun alayhi ma anittum, anapata tabu sana kuona nyinyi hamwendi katika njia ya sawa, linamuumiza kweli kweli kuona watu wake wanapotoka. Harisun alaikum, anapupa kweli kweli ya kutaka nyinyi muongoke mwende peponi. Bilmu'minina raufur rahim, kwa waumini ni mpole tena mwenye huruma. Hiyo ndio sifa ya bwana mtume Muhammad, na hiyo ndio sifa inayotakiwa uwe nayo wewe kama mzazi. Allah anasemaje? Fabima rahmatin min Allah linta lahum, bado ni awsaf za rasulil azim. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa rehma ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, amekujalia wewe Muhammad, umekuwa laini, linta, mnyumburufu kwa hawa watu. Hivyo ndivyo alivyokuwa mtume, yani flexible, na ile flexibility kutokana na huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala alipo linta lahum. Walau kunta faddan, ungekuwa fadhuli, ghalidha alqalb, mwenye moyo mkavu uliosusua, lamfaddu min hawlika, wangekukimbia. Lakini ulaini wako, huruma zako, na namna ulivyokuwa flexible kwa watu walikuwa na kukimbilia. Wa hakadha kunu, hivi alivyo mtume Muhammad ndio sisi tunatakiwa tuwe. Watu wawe wanatukimbilia, sio wanatukimbia. Kama unakimbiwa na watu wewe kwa sababu ya tabia zako, isikilize hii hadithi ya bwana mtume. Mtume anasema inna sharra an-nasi manzilatan 'inda Allah rajulun tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi, watu watakaokuwa na pahala pabaya siku ya Kiyama mbele ya Allah ni mtu ambaye watu wamemkimbia kwa sababu ya ubaya wa tabia zake na ulimi wake. Hamjawahi kuona watu wanaogopewa kwa sababu ya maneno yao?
fulani huyu hataki kutukana, kaa kimya. Kwa nini? Kwa sababu ni watu wanajulikana. Akikuingia huyo katika 18 zako, utashika adabu yako. Wapo watu hao, si wanawake si wanaume, wenzao wanawaogopa, si kwamba eti wana nini wala nini, la, ittiqa sharrihi, kwa sababu ya kuepuka shari zake, na mwenyewe anajijua. Na mara nyingine anasema mimi watu wananiogopa bwana, wanajua tu ulimi wangu mimi hauchagui. Anasema wewe ukinipa kilo mimi nitakupa kilo 100. Watu wananijua wenyewe, wananiogopa. Wakiniona mimi nipo tu katika vikao wanaufyata. Anajisifu hiyo. Wakiniona nipo tu mimi pala popote wanaakhirisha. Watu wanakuogopa, si kwa nini? Wewe unajifikiria ni mtu mwema mzuri, la. Binadamu mwovu ni yule ambaye watu wanamkimbia kwa sababu ya shari za ulimi wake, na wako wengi. Isiwe hivyo. Muislamu unatakiwa uwe na ulimi mzuri, uwe na ulimi bora, uwe na tabia nzuri. Khairun nasi anfa'uhum lilnas, watu wazuri ni wale wenye kuwafaa watu. Sasa Muislamu ukijiona unakimbiwa kwa sababu ya vijitabia fulani fulani, hebu jirudie vizuri imani yako na Uislamu wako na tabia zako. Kwa hiyo mtume wetu alikuwa mtu mpole, mkarimu, mwenye huruma, na hizi ndio tabia zetu. Kwa hiyo hakupiga, hakuua, na yule aliyeuawa alijitakia, lakini yuko vitani, kila vita vya Badri, vita vya nini, na sio kwamba alikuwa hapigani mtume, lakini hajawahi kuua mtu. Ile huyu aliyejitakia mwenyewe akajitia yeye ndo atamuua mtume, na angekaa huko mbalimbali pia asingeuawa na mtu, angeuawa tu na watu wengine. Kwa ajili hiyo, baba, unapomtesa mtoto wako, kumbuka kwanza maisha ya mtume alivyokuwa anaishi, kwa sababu mtume alikuwa na watoto pia. Unapompiga mke wako, mtume alikuwa na wake pia. Unapowalea watoto wako, mtume alikuwa na watoto pia. Watoto wake wote ingawa walikufa mapema, kwa sababu hakuna mtoto wa mtume aliyefika umri wa miaka hata 40 katika maisha. Hakuna katika umri wa watoto wa mtume aliyepitiliza miaka 30 akaingia 40. Hakuna. Wamekufa wengi katika umri mdogo, angalau 30 na au 29 wamevuka, lakini wengi wamekufa wadogo, wengine wamekufa wachanga kabisa, hususan wa kiume, akina Qasim na Abdullah na Ibrahim. Mtume alikuwa na watoto wangapi? Ili sitoi hela na wauliza watu jumla. Alikuwa na watoto wangapi? 7. Watoto wangapi wa kike, wangapi wa kiume? Wanawake 4 na watoto wa kike wa kiume 3. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ruqayya, Kulsum, Fatima, Zainab. Hawa ni watoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwalea malezi ambayo sisi tunatakiwa tuwalee watoto wetu. Hatujasikia amempiga mmoja wao, akamjeruhi, akamfanyia vitu vya ajabu. Sasa sisi leo tuna changamoto nyingi kweli kweli. Moja ni namna ya kuwalea watoto wetu. Solution ya suu muamalati al-abawain. Ukasema hili ni tabia ambayo inampelekea mtoto kuharibikiwa, ni jambo linalopelekea maadili mabaya, lakini pia tukasema kubwa zaidi ya hiyo, inaweza ikafikia mtoto akajiua, inaweza likafikia mtoto akakimbia nyumba. Lakini pia moja nimesahau kulitaja, linaweza likatokea, inaweza ikapelekea mtoto kuwaua wazazi wake. We baba, ukishakuwa katili kama hivyo, umetengeza adui yako, si mtoto, umemtengeza adui ambaye akipata nafasi na huyu anaweza akakumaliza, kwa sababu huyu anakuwa nunda,
Hamjawahi kushuhudia? Mimi wiki 3-4 hivi zilizopita niliwahi kuona clip moja mbaya ya mtoto wa Kichina, nafikiri yule huko Asia, anampiga mama yake. Unajua zile kick za Kichina, anaruka anampiga kick, flying kick, mama anadondoka, anaanguka. Tasawwar, mama anapigwa kick mpaka anaanguka chini. Si mama yangu, lakini mama yako ni mama yangu pia. Niliona kama ni mzazi wangu yule. Wanasema ya sababu, ingawa sisikii Kichina, lakini wana comment wanasema huyu mama kapigwa na mwanawe kwa sababu yule mtoto kanyimwa hela za kwenda kuspendi na rafiki zake, na huyu mama kamnyima pesa, basi anampiga mama kweli kweli, mama anapigwa. Uliwahi kuona vitu kama hivi vinatokea? Yote ni kutokamana na maadili na namna tunavyowalea watoto wetu. Sasa solution, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, rahimallahu walidan aana waladahu ala birrihi, Mwenyezi Mungu anamrehemu mzazi, anampenda mzazi ambaye anamsaidia mwanawe juu ya suala la kumfanyia wema baba yake. Hii ni falsafa ya hali ya juu sana. Aid alhaditha maratan ukhra, rahimallahu walidan aana waladahu ala birri. Mwenyezi Mungu anampenda mzazi, anamrehemu mzazi, anampa huruma zake mzazi ambaye anamsaidia mwanawe na kumpa njia za kumfanyia wema baba yake. Yaani unapotengeza maadili ya mwanao, unaandaa mazingira ya wewe mwenyewe baba kufanyiwa ihsani na wema na huyo mtoto. Tunafahamiana? Yaani anamsikitikia mtoto wake kwa njia moja au nyingine, anajitengezea mazingira ya kutengeza mtoto. Ndio maana Mtume anasema idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min 3: sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Katika kifo kuna katika kila kitu, lakini mambo matatu yanabaki. Moja, mtoto mzuri, mtoto mwema anayemuombea mzazi wake. Si hapo tayari ameshamtengeza mtoto namna ya kumfanyia ihsani. Kila akikaa sema rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Naamini kuna baadhi ya wazazi walishakufa miaka 10, hata siku moja mtoto hakumbuki kusema Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna. Lakini wapo, utasikia kila wakati tunafanya hichi kwa sababu ya baba yetu marehemu, sababu ya mama yetu marehemu, tunaomba thawabu zake zimfikie, tunamwombea dua, tunafanya hiyo. Wanamkumbuka. Na ikija minasabati kama hii ya Ramadhani, mama, baba, Ramadhani ya 10 sasa hivi hatuko pamoja, wanakumbuka. Wewe unafikiria ingekuwa anapigwa bakora huyu kila siku anamkumbuka huyu mzee? Sasa bora nilivyojiondokea ili jamaa, nilikuwa nashika adabu. Nyumba hii bwana ni sawa sawa na jela, ina kumbukumbu mbaya kweli kweli. Lakini ukiingia kwenye nyumba unamwona mama kwenye kipembe hiki, unamwona kwenye mlango huu, unamwona kwenye chumba hiki, unasikia ile sauti yake. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja Oman, alinialika. Sasa kuna nyumba yake mmoja kwa kikaa na marehemu mke wake. Sasa namwambia, kwa nini huji kukaa hii nyumba nzuri? Akasema, hii nyumba mimi siwezi kukaa. Nikija katika hii nyumba nasikia sauti zile, ana recall. Anawagomba watoto, wanasema mtoto wake mke wake alifariki wakati wa corona zile. Basi hajaunga, hataki kukaa hata katika ile nyumba ambayo mke wake alikuwa. Anasema naangalia, naona image ya jazanda ile image, picha ambayo unaitengeneza wewe, unaona yupo, unaona anacheka, unaona anapika, unaona anakuita, unaona anaita watoto, unasikia hiyo. Na wazazi ni vile vile. Ikiwa kulikuwa na nini? Na upendo. Lakini kutwa kulikuwa kuna masumbwi. Boxing.
wewe na mtoto, wewe na mke, wewe na mume, kuna kukumbukana hapo, kuna alhamdulillah. Nimesha shukuru kwa kuondoka kwako, maana nilikuwa tabu napata. Isiwe hivyo, usiwe hivyo. Muislamu anatakiwa ukiondoka katika hii dunia watu wakulilie, sio watu wafurahi. Mwenyezi Mungu inshallah atupe ahsanul akhlaq wa yahdina ilaiha, innahu la yahdi li ahsanil akhlaq illa hu wa yasrif anna sayyi'aha, innahu la yasrifu sayyi'al akhlaq siwa. Ya Rabbi, tupe tabia nzuri, maadili mazuri, maadili tabia za Bwana Mtume Muhammad. Kwa ajili hiyo solution, msaidie mtoto wako afikie pahala pa kuweza kufanyia wewe wema. Wema waliotangulia, mmoja anaeleza, anasema alikuwa na watoto wake mama. Sasa alikuwa akitaka kumtuma kitu labda sokoni, dukani, alikuwa hamtumi mtoto wake, anamtuma mtoto wa jirani, niletee kitu fulani, niletee kitu. Sasa watu wakawa wanashangaa, wakamuuliza, nini hikma ya wewe una watoto hawa lakini humtumi mwanao? Wewe unatuma watoto wa watu tu, tunataka kujua maana yake nini. Akasema maana yake, mimi nawasaidia hawa watoto wakiwa na tabia yoyote mbaya, kwa sababu wapo watoto ambao wanatumwa na mama zao, hawatumiki. Fulani, hebu nifanyie 1 2 3. Mama we, mimi nishachoka, unatuma. Wanakataa. Sasa hilo japo mtoto analiona ni dogo, lakini ni kubwa. Sasa ule mama anasema, nisije nikamtuma mtoto wangu akanikatalia, ghadhabu za Mwenyezi Mungu zikamshukia, kwa sababu yeye ataona tu nimeshamkatalia mama, lakini ghadhabu za Mungu zinamshukia, kwa sababu Mtume sema ridha Allahi fi ridha alwalidain wa sakhtihima fi sakhti alwalidain wa sakhti Allah fi sakhti alwalidain. Yani radhi za Allah zipo katika radhi za wazazi wao, hususan mama, na hasira za Allah zipo pale anapokasirika. Sasa mimi nikimtuma asipowajibika, mimi nitakasirika, sitofurahi. Mimi naweza nisamee, lakini na kwa Allah nako je? Kwa hiyo namuepushia sharile mtoto wa mwenzangu, hata kama atanikatalia, sio kama mtoto wangu kunikatalia. Kwa hiyo mimi nafanya hivi kwa sababu upendo ulionijaa kwa watoto wangu. Inaweza ikampitikia hili jambo akakataa kwa makusudi kabisa. Mmeona namna watu wengine wanavyowasaidia watoto wao. Utaona kama labda anawadekeza aone, mimi namsaidia, akisema no huyu kwa amri yangu mimi, hasira za Allah. Ndio Imam Hasan al-Basri alayhi rahmatullah anasema alipokuwa akija mama yake alikuwa anaonekana mtu mwingine. Mnaweza mkawa mko pamoja, lakini akimwona mama yake anabadilika totally kabisa. Wakamuuliza, kwa nini ukimwona mama wewe unabadilika? Anasema innani amama insana, mimi ninakuwa mbele ya mtu yarda Allahu li ridaha wa yaghdabu Allahu li ghadabiha. Iko mbele ya mtu ambaye Mungu anafurahi kwa furaha yake na anakasirika kwa hasira zake. Mnafikiri nitakuwaje? Naogopa akiwa mbele yangu asije akaghadhibika, fayaghdabu Allahu bisababi ghadabiha, Mungu akakasirika kwa ghadhabu zake. Kwa hiyo natafuta njia ya kumridhisha by any means. Kwa sababu gani? Ni mtu hatari. Kama ungekuwa una watoto wa aina hii, usingekuwa unajuta kumzaa mtoto fulani. Naamini kuna baadhi ya wazazi wanajuta, wanatamani usingekuwa mwanawe. Si kwa sababu yoyote, ni kwa sababu ya yale unayoyafanya. Unamtia aibu baba yako, mama yako, mzee wako. Inaonekana wao ndivyo walivyokulea hivyo, kumbe wao ni watu kabisa, wako innocent kabisa. Kwa hiyo jitahidi usiwatie aibu wazazi wako kwa tabia za ajabu ajabu, kwa mambo ya kifedhuli. Wewe unaona ni sifa, lakini ni kashfa hiyo. Binadamu hasifiwi kwa sababu eti tu ana mdomo mchafu au tabia mbaya. Unasafiwa makarimul akhlaq
kama alizokuwa nazo Mtume mtukufu wa daraja. Kwa hiyo solution ya kwanza, ili watoto wako wapate kuwa na muamala mzuri, wasaidie kufanya wema. Katika Qur'ani Allah anasemaje? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aya hii tunamsikia khatib kila siku ya Ijumaa. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Unajua nini maana yake? Mbona kila siku anaisema? Anatuambia hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mufanye uadilifu na mufanye wema. Ihsan, ya'murukum bil adli wal ihsan. Wanaambiwa hao waliokuja katika mkutano mkubwa wa kila wiki wa sala ya Ijumaa, Allah anakuamrisheni kufanya uadilifu. Kwa hiyo aliyekuja pale kama ana wake wawili inamhusu, ana wake watatu, ana wake wanne, ana watoto, ana wafanya kazi, yaani wewe inakuhusu katika njia moja au nyingine. Nenda kafanya uadilifu baina ya hao walio chini yako. Si tumesema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa? Sasa pale unapokuwa na wake wawili na kesi za watu wenye wake wawili na watatu na kuendelea, kila siku zinatiririka kutokamana na ule uadilifu kukosekana. Ukishapata mke mpya, yule wa zamani anaonekana kwamba hana thamani yoyote, hana zamu tena, hanunuliwi zawadi, hanunuliwi chochote. Na hii ni ibilisi tu anakudanganya, kwa sababu juzi tulizungumza kwamba ile tulul mukth yubalidul ihsas, ile ihsasi zote zinaanza kupotea. Lakini kwa kweli bado unatakiwa uchunge uadilifu. Sasa kama una watoto, uache yale mambo ya unampa mtoto huyu hiki mwingine humpi, na watoto wanaona. Ukija umemnunulia huyu humnunulii, mara huyu umempa shamba, huyu hujampa, huyu unampa nyumba, huyu hujampa, huyu unamnunulia gari, huyu hujampa, huyu. Hii zote itakukost. Unatakiwa uwe muadilifu. Nu'man ibn Bashir alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuna shamba nataka nimpe mtoto wangu, nataka wewe uwe shahidi ya Rasulullah. Akamwambia, akullahum a'taitahum albustan? Una watoto wangapi? Na watoto kadhaa Rasulullah. Wote ushawapa mashamba? Hapana, ni huyu tu. Anasema bas ashhid ala dhalika ghairi, katafute shahidi mwingine, sio mimi. Ana la ushahid au la ashhad ala almadhalim, mimi siwezi kuwa shahidi katika mambo ya dhulma. Unawadhulumu wengine nao umewapa. Anamuongoza mtu hata katika kugawa. Sisi tuko vipi na watoto? Tuko vipi na watoto wetu? Mmoja katika wanawake wa Kibadawi aliulizwa swali, ayul auladi ahabbu ilaik, yani wewe unampenda nani katika watoto wako? Msikilize jibu lake, tujifunze namna ya kufanya uadilifu mpaka kwa watoto. Anasema saghiruhum hatta yakbur, mimi katika watoto wangu wote nampenda yule mdogo wao mpaka wawe wakubwa wote wawe sawa. Kwa hiyo yule mdogo ambaye ndo anahitajia zaidi, mimi ndo nampenda zaidi. Sawa, maridhuhum hatta yabra, na ikiwa wote wako sawa, nitakayempenda zaidi ni yule mwenye changamoto, kama ana maradhi, mgonjwa, mpaka apone. Wa ghaibuhum hatta yauda min ghurbatihi, na kama wote wako sawa, yule aliye mbali ndo nampenda zaidi mpaka atakapokuja akawa na wenzake. Angalia, huyu kajitahidi kwamba ili asije akachupa mipaka ya uadilifu. Mdogo, maana huyu mdogo ndo anahitaji katika wote wale. Wewe kweli una mmoja mtoto mdogo, wewe umekwenda kukazana na barobaro zima lina miaka 15. Mwanangu, mwanangu. Watu watakucheka.
huyu ndo anatakiwa adekezwe, apewe yale mapenzi, kwa sababu ndio kwanza huyu anapitia zile njia. Kwa hiyo saghiruhum. Lakini mgonjwa, wewe mwanao anaumwa amelala kitandani, huyo nataka ile huruma zaidi, aone kwamba tiba, wazazi wake wako pamoja naye, lakini unamwacha pale anahangaika, anapiga ni analia, anaugua, wewe umeshughulika na wale wazima, unaonesha upendo wako kwao. Hapana. Yule ambaye hayupo, yuko mbali, yuko masomoni, yuko nini, kila wakati unamuulizia, kwa sababu yule yuko mbali na wewe, au unawaona. Huyu kajitahidi katika nini? Kuweka uadilifu sawa. Basi na watoto vile vile wanataka. Allah anasema inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, anaamrisha Allah uadilifu na ihsan. Wa ita'i dhil qurba, kuangalia watu wa karibu, kuwapa. Kama wewe ni tajiri, usiwape tu watu wa mbali, anza kuwapa watu wa karibu, alafu nenda kwa watu wengine. Sasa sio watu wako wote hawapati chochote na wewe unakwenda mbali. Hapana, unatakiwa uanze. Wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, anakataza Mwenyezi Mungu machafu na maovu, tabia baya, iwe na mambo machafu, iwe ni matendo machafu, iwe ni mambo mabaya, yote Allah anayakataa. Haya maneno tunaambiwa kila wiki, lakini sijui kama yanaangukia katika nyoyo zetu na kufanyiwa kazi. Lakini pia wazazi, ili wawaishi na watoto wao vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala anawasikitikia na kuwarehemu wale wote wenye huruma kwa wengine. Mtume anasema irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, wahurumieni walio ardhini, mutahurumiwa na walio mbinguni. Arrahimuna, wenye huruma na wenzao, yarhamuhumur rahman, watahurumiwa na Allah. Na hakuna wanaostahiki zaidi kuhurumiwa kuliko watoto wetu, kuliko watu wetu wa karibu. Allah subhanahu wa ta'ala atakuhurumia kwa sababu na wewe una huruma. Yote haya ni matokeo ya kutengeza nyumba nzuri na kuondosha zile hasira za kupiga kipigo cha mbwa, kuwapiga watoto. Kwanza katika suala la hasira, Allah pia akatuongoza, anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hizi aya zinatuhusu wazazi tulio nyumbani, ambao mtoto kavunja kikombe, kadondosha sahani, kamwaga chumvi, kamwaga maziwa, kapiga teke chakula kwa bahati mbaya, unazitoa bakora 5 zinavunjikia katika mgongo wake. Wewe unajua tabu gani tunapata sisi kwa kutafuta chakula? Wewe unajua kiasi gani tumehangaika? Basi kile chakula kilichomwagwa pale, gharama yake ni kupasuka mgongo kwa bakora zile. Hasira hizi zizuie, utaharibu kumlea mtoto, na kupiga sana sio kulea. Inshallah tukipata fursa katika hizi darasa, kama kutakuwa kuna nafasi nyingine, zipo baadhi ya njia na asalimu za kulea. Inshallah kama si mwaka huu, mwakani, kama si leo, kesho, Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu, tutazitaja ili watoto, kwa sababu sisi sote hapa kama si wazazi sisi wenyewe ni wazazi watarajiwa. Wengi hapa wana watoto, kama hawana wanawake wanatarajia watoto, kama hata wake hawana, kesho mshukutu wataoa. Kwa hizi zitaklik, zitathubutu kukaa katika nyoyo zao, na inshallah zitafanyiwa kazi, tutapata better generation ambayo itakuwa kuliko sisi inshallah. Sasa hii ni baadhi ya ilaji ya kutengeneza nyumba isiwe ni suu muamala, iwe na husnul muamala, kuwe na maneno mazuri kwa watoto. Allah anasema waqulu linnasi husna, semeni kuwaambia watu maneno mazuri. Baada ya hapo inshallah leo tutataja sababu ya ngapi? Ya 7. Sababu ya 7. Sababu ya 7 inayopelekea maadili kumomonyoka,
wanasema ni mushahadatu aflamil jarimati wal jins. Sasa tunakuja kwenye shetani au nani anaitwa ndovu. Hotuba ya Ijumaa iliyopita ile tulizungumzia ndovu wa Ramadhani, tukataja television. Leo pia katika nukta za kuangalia wapi wanateleza na kuharibikiwa watoto, anasema ni mushahadatu aflamil jarima, katika filamu, katika movie, katika michezo ambao watoto wanatizama. Zipo michezo ya jarima, yani ile gangster, wale watu magenge ya kihalifu ya kiharamia na polisi kufukuzana na hivi na hivi na zile, ingawa watu wanapenda, lakini zinaacha athari kwa watoto. Manake kuna baadhi ya majambazi na magenge ya kihalifu yanamfanya mtoto anamadmire yule genge lile adui. Kuna wengine sasa, bwana mimi ndo lile kubwa la maadui. Anasema mimi ndo lile kubwa la maadui, yani anatamani kuact kama yeye, na ile usifikirie ndo inaishia pale. Yani hivi vitu vina athari kubwa sana. Mimi na mtoto mdogo bado, katika watoto wangu wadogo wa mwisho mdogo, nafikiri sasa ndo anaingia miaka 6 au 7, anasoma sasa, ameshaenda madrasa. Lakini kabla hajaenda madrasa yuko nyumbani tu. Sasa mama yake anapenda kumpa katuni, kutizama katuni. Kama yeye, wanawake unajua, akiwa na kazi, akiwa anamsumbua anamwachia katuni anatizama. Basi anaongea Kiingereza fluently, kile cha Kimarekani. Lugha ile hajasomeshwa skuli wala chuoni, kwa sababu ya kudumu kuangalia zile lugha zao zile. Sasa wale wako ziwe ni za matusi, zote wanameza. Sasa wanasema huyu mtoto anasoma shule gani? Asema hata hajaenda shule bado. Sasa amewezaje kuzungumza lugha hii na ile accent yake, hasa wale wa Marekani? Kwa sababu ya kuangalia katuni kwenye TV au kwenye simu. Sasa iwe sio katuni, sasa ni vitu vibaya, hapo umeshamkosa mapema kabisa mtu. Na ingawa na hizo katuni pia zinapotosha baadhi yake, pia lazima uwe selective, unachagua. Zamani kuna katuni inaitwa Tom and Jerry, ni zamani sisi ndo wakati wetu tulivyokuwa watoto, na ni ya zamani kweli kweli. Ile pia ina ile slogan ya tit for tat, yani usikubali atakaye kufanya hiyo wewe mfanye kile kikubwa zaidi. Sinyi mnaona Jerry na Tom kila siku ni watu akikufanya hivi mfanyie. Kule kuna risala maalum wanatoa, sio masomo unayosomeshwa wewe katika akhlaq, kwamba kuwa na huruma, usiwe mtu wa visasi, usiwe mtu lakini pia kuna self defense inafika. Lakini ile katuni inakufundisha kwa hakuna wewe, akikupa hichi wewe mpe kilo 2, akikufanyia wewe na wewe usikubali. Pia ni sehemu ya malezi ambayo unayapata katika hii. Kwa hiyo nasema mushahadatu aflamil jarima, crime zile ambazo unaziona katika filamu na nini, zile zinaacha athari kubwa sana kwa watoto. Na hakuna nyumba miongoni mwa nyumba zetu ambako hakuna TV. Kulikuja kukawa kuna kila aina ya vitu, madishi hayo. Sasa hivi kuna makable, kuna channel mbalimbali, ulimwengu wote unaweza ukaona. Wewe unaangalia, tunachagua kipi unachotizama. Sasa kuna vitu baba. Sasa hivi inazungumza problem, alafu natoa na solution tusije tukapitwa na wakati. Ramadhani inakwenda, baba unatakiwa ufanye kitu kinaitwa muraqaba, uwe unafuatilia na kucontrol watoto wako wanachotizama. Hakikisha unajua wanatizama nini, hususan wakiwa wadogo, wanatizama nini.
Mimi nilivyokuja Zanzibar mwanzo miaka ya 90, mimi nimekuja 98 99 huko. Nikiwa kipita pale darajani nikiona kuna TV kubwa pale PBZ, watu wanatazama TV. Alafu usiku ikiingia time fulani wanaandika, yani kama faslun baina ya watoto kumaliza mambo yao na watu wazima kuendelea. Sasa wale watoto wenyewe wanajitambua, wakifika pale hakuna tena mtoto kubaki kuangalia television. Yani mfano wa hivyo, yani kuwe kuna murakaba. Sijui kama mambo yapo yanaendelea kwenye television au ndo ishafunguliwa kila kitu, watu wote washakuwa watu wazima na vitu kama hivi. Sababu wewe mwenyewe pale nyumbani huwa una speed governor ya watoto, hichi msitizame, na kuna TV nyingine na channel nyingine watu wana uwezo wa kuzifunga vile vile. So, kuna mambo machafu kupita kiasi yapo katika mitandao, hususan katika wakati wetu ambao tunaishi. Kwa hiyo mzazi kumwachia mtoto akatizama aflamul jarima, alafu kuna aflamul jinsi, yani hii sasa yani ni yale machafu kabisa ambayo mnayajua yanatokea katika filamu. Watu wana act kabisa, wanafanya kabisa, yani wanafanya vitu vya ajabu ambavyo kuzungumza pia ni tabu. Hivi vyote vina athiri kwa kiwango kikubwa tabia za watoto, na leo unaweza ukaona watoto wadogo wamekamata simu wanatizama. Lakini ukienda ukiangalia wanatizama nini, hapo ndio utapigwa na butwa. Ni wadogo tu, lakini mambo wanayoyatizama ni makubwa. Ile usifikirie tu kwamba ndio wametizama basi, hapana. Watataka sasa kwenda kujaribu. Si yule mmemwona anasema mimi ndo kubwa la maadui, na mara nyingine utaona wanakamata gun zile za na maboksi na nini wametengeza wenyewe, wanaona wanauana. Sasa je, wakija wakipata ya ukweli hao si watajaribu pia? Sasa na vile vitu wanavyovishuhudia katika mambo machafu pia huwa wanajaribu. Sasa wanaweza wakaenda wakajaribu nyumbani kwa watoto wenzao, dada zao, watoto wao, watoto wadogo, ikawa ni karitha min alkawarith. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Ndio maana siku hizi jana alikuwa ananiambia mmoja, sema shekhe, haya mambo unayoyazungumza sasa sisi tukaishi ulimwengu gani? Manake yote ni ukweli kabisa usiopingika. Mitaa inaweza ikamdumaza mtu, ikamharibu mtu, marafiki, kimpeleka mtu shule, ukimpeleka wapi, unampeleka university, yani kila pahali. Sasa nini ndio solution? Ni kumfanya huyu mtoto awe mudajjaj. Tumia lugha nzito ya Kiarabu, mudajjaj, yani full protected. Mudajjaj ni mtu ambaye amevaa zile duruu za kumkinga na vita. Mshairi sema wa mudajjajun kariha alkumatu nizalahu. Alkumatu yani jamu kami, yani wale watu waliokuwa wahodari katika kuachia vyembe na mikuki na upanga. Ikiwa mtu ni mudajjaj, wale hawataki hata kumsogelea. Sasa watoto wetu tuwafanye mudajjaj, full protected, immune yani. Hakuna pahala ambapo anaweza akapitwa. Yeye mwenyewe anadhuru. Sasa huyu hata umpeleke university gani, maadamu amekuwa full protected, huyu inshallah atafaulu. Wapo vijana aina hiyo, wamesoma katika hivyo vyuo, wamesoma pahala popote na pahala pabaya, mpaka wanakuja kushtuka, wewe ulifaulu vipi ukapita mitihani hii hapa? Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kwa pamoja na Allah. Sasa hii unampa mtoto mapema, akiwa amepata kuwa mudajjaj, akiwa hata na marafiki wabaya, nikamwambia bwana,
jaribu na wewe. Asante, endelea. Lakini akiwa ni ule balid, akipewa na yeye wanake wanafanya hivi, yani na mimi kidogo, akifanya hivi na yeye anapewa, anapiga. Na kuna wengine ndio mwanzo anavuta bangi, kijiko anakiona kama mwiko wa kupelekea, inakuwa kila kitu anakiona sivyo ndivyo. Unamwona mtoto siye tena, umemkosa kwa sababu yale magenge alikuwa pamoja nayo yamemteka, na yeye ni dhaifu. Lakini akiwa mudajjaj ni mtihani, maanake kuna mapambano mpaka ufaulu mitihani ile, kuna mapambano. Lakini kwa sababu ya kuwa full protected, yuko full nondo, wanasema vijana, yuko vizuri insha Allah. Saa 12 kasorobo na bado nukta zipo na zinahitaji kushereheshwa, lakini leo tutosheke na hii mushahadatu aflamil jarimati wal jins, moja katika nukta mbaya kabisa zinazoweza zikawa nuktatu tahawul, ndio nukta sakhina, ni namna ya watoto wanavyopotoka kwa kutizama vioo hivi vya televisheni na michezo ile ya ujambazi na mapenzi. Hata hivi vipindi vya aflam romasia, mambo ya romantiki, haya vipindi hivi vya kwenye television vya boyfriend na girlfriend, vyote vinaacha athar katika maisha ya watoto wa kike na wa kiume. Ni vizuri mtu akawa ana mambo ya kuweza kufuatilia watoto ili wasipituke na kuharibikiwa mipaka. Ndio maana nasema ni ngumu sana, lakini tujaribu, tujitahidi watoto wetu tuwaokoe, na tutakuwa tumejiokoa wenyewe kwa kuwasaidia kuja kutufanyia wema. Kesho ni siku ya Ijumaa, na mara nyingi huwa mimi siku ya Ijumaa sina darsa, lakini kesho tutakuwa na darsa hapa ya mzee wetu, mwanachuoni wetu Sheikh Khamis Abdul Hamid katika tafsiri ya Qur'an. Kwa hiyo nakuombeni kama mnavyokuja katika darsa hizi, muje kesho kwa ajili ya kusikiliza na kusoma darsa ya tafsiri ya Qur'an baada salati al-asr. Alafu Jumamosi inshallah tutarudi tena kuja kuendelea na hizi nukta ambazo tunazizungumza. Kwa hiyo kesho kwangu mimi itakuwa ni mapumziko kidogo, lakini Sheikh Khamis Abdul Hamid mzee wetu, shekhe wetu, atakuwa na sisi kwa ajili ya tafsiri ya Qur'an mpaka siku ya Jumamosi. Darsa itaendelea ya upande wangu inshallah, roho zikiwa hai. Ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي إلى أحسن الأخلاق إلا أنت، وجنبنا سيئها يا رب العالمين فإنه لا يجنب السيئ الأخلاق إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب لنا أولادنا كما ربيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.